Kuna matunda hatari kwa akina mama wajawazito na kuna matunda salama ambayo mama mjamzito anaweza kutumia katika kipindi chochote kile cha ujauzito. Hapa tunazungumzia miezi mitatu ya mwanzoni ya ujauzito, miezi mitatu ya katikati ya ujauzito, lakini pia na miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. Karibu kwenye somo, tujifunze pamoja siku ya leo. Tunafahamu kwamba matunda huwa na umuhimu mkubwa sana mwilini, ikiwemo kuongeza maji, kuongeza madini mbalimbali, kwa mfano kama zinki, calcium na madini mengine kama magnesium na kadhalika. Lakini pia ulaji wa matunda huwa unaongeza vitamin. Hapa tunazungumzia vitamin A, vitamin B, vitamin C na vitamin nyingine. Kwa hiyo matunda ni ya muhimu sana kwa mama mjamzito kuweza kutumia ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa mtoto wake unakuwa vizuri, lakini pia kupunguza zile adha katika kipindi cha ujauzito, kwa sababu matunda ni miongoni mwa vyakula ambavyo mama anatakiwa kuweza kutumia na akaongeza katika mlo wake. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Unapotaka kupata mlo ambao ni kamili, basi ni vyema kuweza kuongeza matunda katika kila mlo wako ambao unaweza kula. Inawezekana ni mchana au inawezekana ni jioni au katikati ya mlo wa mchana na mlo wa jioni. Sasa, kuna matunda ambayo mama mjamzito anaweza kutumia katika kipindi chake cha ujauzito. Tunda la kwanza, parachichi, avocado. Ni tunda ambalo mama mjamzito anaweza kutumia. Na matunda haya ambayo ni parachichi ni ya muhimu sana kwa mama ambaye ni mjamzito, vile ana kisukari. Inawezekana ana kisukari cha muda mrefu au ana kisukari cha ujauzito. Kwa sababu matunda haya huwa yana kiwango kidogo sana cha sukari, au hata mtu akila hayawezi kuongeza sukari tofauti na matunda mengine kwa sababu yana kiwango kidogo sana cha sukari. Vile matunda haya yanakuwa na vitamin na mafuta ambayo tunasema ni monounsaturated fatty acids. Kwa hiyo ni matunda ambayo ni mazuri sana endapo mama mjamzito akiweza kuyatumia. Ni ya muhimu na mwisho wa siku yanaongeza madini na vitamini za kutosha katika kipindi chake cha ujauzito. Na tunda hilo unaweza ukala miezi mitatu ya mwanzoni, miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwishoni katika kipindi chako cha ujauzito. Tunda la pili, tikiti maji, watermelon. Tunda hili ambalo mama mjamzito anaweza kulitumia na likawa lina manufaa makubwa ni tikiti ambalo Kiingereza anaita watermelon. Tunda hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya kutapika. Unakuta akinywa maji anatapika au hapendi mama huyu kuweza kunywa maji. Yaani akinywa maji anaona kama anakunywa dawa. Kwa hiyo tunashauri kwamba mama aweze kula tikiti kwa sababu tikiti lina kiwango kingi sana cha maji. Japo lina kiwango cha sukari na baadhi ya vitamini, lakini tunda hili lina kiwango kikubwa sana cha maji. Kwa hiyo mama anapokula tikiti kwa wingi katika kipindi chake cha ujauzito, maana yake anaongeza maji mwilini mwake. Hapa hususan kwa wale ambao wanatapika mara kwa mara na wale ambao hawajisikii kunywa maji. Ni tunda ambalo ni la muhimu sana, unaweza ukalitumia likakusaidia wewe kuweza kuongeza maji katika kipindi chako cha ujauzito, hususan miezi mitatu ya mwanzoni kwa wale ambao wanatapika sana au hawawezi kunywa maji au wanapata changamoto ya kunywa maji. Tunda la tatu, machungwa na jamii ya machungwa, citrus fruits. Tunda ambalo linafuatia ni chungwa au tunaita machungwa au jamii ya machungwa. Hapa tunazungumzia kama chungwa, tunazungumzia limau au ndimu. Matunda haya ni muhimu sana kwa mama mjamzito. Kwa nini? Kwa sababu chungwa na jamii yake ambayo tunaita citrus fruits ni matunda ambayo yana kiwango kikubwa sana cha vitamin C. Na vitamin C ni ya muhimu sana kwa mama mjamzito, hususan wale wanaopenda kuongeza damu kwa kutumia mboga au kwa kutumia mazao ya mimea. Yaani hapa tunazungumzia kama beetroot, rosella, mboga za majani kama mchicha, tembele na mboga nyingine na vitu vingine ambavyo ni mimea. Kwa sababu tunasema kwamba madini chuma ambayo yanatokana na mimea tunaita ni non
iron, heme iron. Madini chuma haya yanapokuwa mama ameweza kula vyanzo vyake ambavyo ni vya mimea, mara nyingi ufyonzaji wake huwa unaweza kuwa na changamoto endapo kama unatumia vitu vingine. Kwa mfano kama unatumia chai, unatumia calcium au unatumia maziwa ambayo yana calcium ndani yake. Sasa unapotumia matunda ambayo ni jamii ya citrus au jamii ya machungwa, yenyewe huwa yanaongeza kiwango kikubwa sana cha vitamin C. Na vitamin C inahamasisha ufyonzaji wa madini chuma kutoka kwenye utumbo. Hapa tunazungumzia vyanzo vya madini chuma ambavyo vinatokana na mimea, kutoka kwenye utumbo kwenda kwenye damu. Kwa hiyo unapotumia matunda haya ni vyema sana, yanakuongezea wewe vitamin C, ambayo vitamin C ni ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba kuna ufyonzaji wa madini chuma, lakini pia ni ya muhimu sana katika mfumo mzima wa utengenezaji wa tishu za mwili. Huwa inahusika katika utengenezaji wa tishu mbalimbali za mwili kama tendons, lakini pia misuli na tishu nyingine za mwili wa mwanadamu. Tunda la 4, ndizi. Ndizi ni ya muhimu sana, ambayo inaweza kuongeza nguvu kwa mama mjamzito, lakini pia inaweza ikaongeza baadhi ya madini katika kipindi cha ujauzito. Ziko ndizi za aina mbalimbali. Kuna ndizi ambazo ni mbivu, lakini pia kuna ndizi ambazo unaweza ukazipika au ukazikanga kwenye mafuta au ukazitumia kutegemeana na wewe unavyotumia. Lakini zaidi sana hapa tunazungumzia ndizi ambazo ni mbivu, ambazo mtu anaweza kula bila kuzipika. Ni tunda ambalo ni zuri sana kuweza kutumia katika kipindi chako cha ujauzito. Tunda la 5, embe. Lakini pia tunda lingine ambalo mama mjamzito unaweza kutumia, unaweza ukatumia embe. Ni zuri sana, linaweza likakusaidia. Lakini pia uwe mwangalifu kuweza kutumia embe kipindi ambacho unapata kuhara au unaharisha, kwa sababu matunda yenye sukari nyingi kama embe ukiwa unatumia kipindi ambacho unaharisha, wakati mwingine anaweza akaongeza uwezekano wa wewe kuwa unapata kuhara au unapata kuharisha. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba unapunguza kiwango cha matunda ambayo yana sukari nyingi kipindi ambacho kama unapata changamoto za kuharisha mara kwa mara, labda kutokana na ugonjwa fulani au kutokana na mabadiliko tu ya mwili, labda ulikula uchafu na vitu kama hivyo. Tunda la 6, komamanga, ambalo kwa Kiingereza wanaita ni pomegranate. Ni tunda ambalo ni zuri sana kwa kina mama wajawazito, hususan wale ambao wana ugonjwa wa presha katika kipindi cha ujauzito, au hata kama wewe si mjamzito lakini una ugonjwa wa presha wa muda mrefu. Tunda hili lina vitamin K, lakini pia potassium, lakini pia lina calcium, ambayo ni madini mazuri sana katika kipindi cha ujauzito, lakini pia kwa mtu ambaye si mjamzito. Tunda hili inasemekana kwamba huwa lina uwezo wa kudhibiti presha ya mtu. Kwa hiyo unapotumia dawa za presha na unapotumia tunda hili, basi unahakikisha kwamba presha yako inadhibitiwa vizuri na inakuwa katika kiwango ambacho ni cha kawaida, bila kuongezeka na kuwa na changamoto za presha katika kipindi chako cha maisha au katika kipindi cha ujauzito. Tunda la 7, pears. Ni matunda ambayo yanapatikana ukanda wa baridi kama mnavyoweza kuona kwenye picha, yanapatikana Njombe, Iringa, hususan wilaya ya Kilolo, lakini pia na Tanga. Ni matunda ambayo ni mazuri sana, yana madini, lakini pia ni matunda ambayo yanaweza kulika, pia yanaweza kuongeza maji, yana kiwango kikubwa sana cha maji. Sasa pears mara nyingi yamegawanyika. Kuna pears za kisasa ambazo unaweza ukaziona zipo kama mfumo wa yai, lakini pia kuna pears za kati ambazo ni za kawaida ambazo zinapatikana mara nyingi katika hiyo mikoa. Lakini pia kuna pears ambazo ni za kienyeji, kidogo ni chungu, lakini kwa akina mama wajawazito wao wanaweza wakatumia zikawa ziko vizuri. Tunda la 9, tamarilo. Tunaliita ni tunda damu. Ni tunda ambalo kama unavyoona kwenye picha, ni tunda ambalo lipo kama nyanya, wengine wanaliita ni nyanya, ambalo ukikatakata ndani yake ni kama nyanya. Mtu anapokuwa anakula mara nyingi linatoa kama damu hivi. Tunda hili linakuwa kama ukilichuja wakati mwingine linakuwa na rangi kama ya damu kabisa. Ndio maana sisi tumeamua kuliita kama tunda damu. Ni tunda ambalo ni zuri sana, pia linapatikana ukanda wa baridi na sehemu nyingine nyingi tu katika kanda ya Tanzania, lakini pia na East Africa. Tunda la 10, plums. Kama unavyoona ni vitunda fulani ambavyo ni vidogo vidogo na vinapatikana ukanda wa baridi. Hapa nazungumzia mikoa ya nyanda za juu kusini, lakini pia Lushoto, Tanga. Matunda haya huwa yanapatikana. Ni matunda ambayo yanakuwa mekundu, yakiiva sana yanakuwa meusi na ndani yake yanakuwa na mbegu moja tu. Tofauti na yale matunda damu au tamarilo ambapo ndani yake yanakuwa na mbegu kama za nyanya. Kwa hiyo kuna utofauti, japo wengine huwa wanachanganya majina hayo. Lakini kama unavyoona kwenye picha, unaweza ukatumia katika kipindi chako cha ujauzito bila shida yoyote. Tunda la 11, fenesi. Mama mjamzito anaweza kutumia fenesi. Matunda haya ni vyema kuweza kula kwa kiasi, kwa sababu tukisema kwamba tunda hilo unaweza kula, basi haina maana kwamba uweze kula ukamaliza fenesi zima peke yako.
Hapana, kwa hiyo unaweza ukala kwa kiasi. Matunda ni muhimu sana kuhakikisha kwamba yanaweza kulainisha choo chako kikawa choo ambacho ni laini na si kigumu. Unajua kwamba baadhi ya wakina mama wajawazito wanapata changamoto za constipation au kufunga choo au kupata choo kigumu, lakini pia na changamoto za mmeng'enyo. Unapotumia matunda baadhi, huwa yanaweza kusaidia katika mmeng'enyo. Tunda la 12, apple. Japo wengine walisema kwamba apple linaweza kuleta changamoto katika kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo unaweza ukatumia kwa kiasi. Ni tunda ambalo ni zuri sana, litaongezea vitamin na baadhi ya madini katika kipindi chako cha ujauzito. Tunda la 13, pera. Kuna pera ya aina nyingi, kuna ya kisasa, ya kienyeji, kuna yale ambayo ndani ni mekundu, lakini pia kuna yale ambayo ni ya kisasa, nafikiri yanakuwa ndani na rangi nyeupe. Unaweza ukatumia katika kipindi chako cha ujauzito bila shida yoyote. Tunda la 14, zabibu. Ziko za aina mbili. Kuna zabibu za mezani na kuna zabibu za kiwandani. Zabibu za kiwandani ndiyo ile ambayo inakuwa nyeusi. Sasa lile ganda la nje ambalo ni leusi huwa linaweza likaleta changamoto kwa mama mjamzito. Kwa hiyo si vyema kuweza kutumia zabibu ambazo ni nyeusi. Unaweza ukatumia zabibu zile ambazo ni nyeupe au zenye rangi nyingine, ambazo tunasema kwamba ni zabibu za mezani. Kuna zile ambazo zina rangi kama ya kijani hivi, ambavyo unaweza ukaona kama kwenye picha inavyoonyesha hapa. Hiyo ni zabibu ambayo ni ya mezani, ambayo mama unaweza ukala kwa kiasi fulani na ikakusaidia kuongeza vitamin, pia ina vitamin C ya kutosha na vitamin nyingine tu nyingi za kutosha. Tunda la 15, nanasi. Unatakiwa kula kwa kiwango kidogo na ujitahidi kuhakikisha kwamba unakula kwa kiwango kidogo sana na kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tunda hili pia linasemekana kwamba lina madhara katika kipindi cha ujauzito. Japo lina kiwango kikubwa sana cha vitamin C, lakini ni vyema kuweza kutumia kwa uangalifu au ushauri wa kitaalam kabla ya kuanza matumizi. Ni wazi kwamba umejifunza kitu cha muhimu sana leo. Hakikisha kabla kifanya matumizi yoyote unashauriwa na daktari. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.